Beni. Weka jina lako. Ukiitwa hivyo utasikia vizuri. Utasikia vizuri. Mbona unataka Mungu asikie vizuri? So tunataja jina la Mungu bure sana, na mambo ambayo tunasema, kama una kitu ya kumwambia nyamaza. Kama una kitu ya kumwambia huyo Mungu, nyamaza kabisa. Ikumbuke siku Marko 2:27 inasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, lakini Biblia hiyo ikasema ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Inamaanisha Sabato ni zawadi ya upendo wa Mungu kwa watu wote duniani. Sema amina. Ni zawadi. It is a gift. Mimi ni shahidi ya kwamba huwa ikifika tu Ijumaa ninasikia ni kama mwili wote unapumzika. Ni zawadi ya na kama kuna kitu nashukuru Mungu kwalo ni kwamba aliweka kitu kinaitwa ibada kwa kila mwanadamu. Sema amina. Kila mwanadamu, hilo Mungu aliweka ndani. Sikiza wapendwa, chumba la kifalme taka tuwe huru na uhuru wake ni kwamba mazingira yake na mandhari yake aliyotupatia itangaze sifa zake. Mungu alitengeneza anga ili tukae vizuri. Lengo lake wapendwa, sio atupunish, lakini kwamba hiyo anga itusaidie na zawadi ya hali ya juu. Hinsi na izae matunda mbalimbali, izae vitu mbalimbali. Zote hizo Mungu alifanya ili kwamba mwanadamu asiteseke. Mungu hakupenda hivyo. Maji na yajae kwa wingi, Mungu akasema kwa ajili ya mwanadamu. Vile tu Sabato alifanya kwa ajili ya mwanadamu, hata hizi zingine zote alifanya kwa ajili yako mpendwa. Ndege waruke kwa ajili yako wapendwa, ili kwamba unapoona kuna wengine ni kwa sababu Mungu. Hiyo ndio uzuri wa Mungu, hiyo ndio upendo wake. Sio bahari, sio nini. Lengo lake nchi na izae viumbe vya hai. Na unatoka wakati mwingine munaenda kwa mbuga za wanyama, munaangalia maumbile ya Mwenyezi Mungu, munafurahia kitu ambacho hujui iliumbwa namna gani, lakini wewe unakiona. Lakini swali ni je, wakati unaona umbile hizo, wakati unaona hiyo uzuri, je, unakumbuka muumbaji? Unakumbuka muumbaji? Kitabu ni cha Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Sikia, aliumba mwanamume na mwanamke, hakuumba mwanamke na mwanamume. Narudia tena. Angalia mwenzako, mwambie hii pastor anarudia kwa ajili yako. Aliumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. So akiwa katika uumbaji huo, alileta kitu kinaitwa utaratibu ya uumbaji. Hiyo utaratibu Mungu aliiweka ili kwamba isaidie katika hali ya kumwabudu, mpangilio yote iwe ni kuna njia fulani wanadamu wataelekezwa kwalo. Na Adamu na Hawa kama wangekuwa leo, wangekwambia ya kwamba Mwenyezi Mungu alishuka kila jioni, alishuka ili kwamba awe nao katika mandhari. Walifanya ibada ya kwanza pale katika shamba ya Edeni. Siku ya kwanza jua lilipochomoza, walifanya ibada ya kipekee sana. Mungu akiwa mhubiri, Adamu na Hawa watakwambia ya kwamba mbingu ilishuka kila wakati. Walifurahia ibada, sio Adamu peke yake, wanyama wote waliokuwa pale walikuwa katika hali ya ibada. Kila kitu kilichokuwa, mwandishi naye mpenda nje ya Biblia anasema ya kwamba kila kitu ambacho kilikuwa ni ya kupendeza, ni ya kutabasamu. Mwenyezi Mungu alipolitazama wapendwa, kila mtu alifurahia uumbaji. Na Adamu na Hawa watakwambia walikuwa wa kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa uzuri wake wa ajabu na uumbaji wake. Sikiza wapendwa, Biblia inasema katika hiyo Mwanzo 2 ya kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Jeshi hiyo inapotamatika wapendwa, Mungu alipumzika, akabariki, akaitakasa. Kwa hivyo akatakasa siku hiyo ya ibada. Hii pumziko haiko